shule ya kumtumaini Mungu. Kitabu cha Wakorintho wa pili. Kitabu cha Wakorintho wa pili ni kitabu ambacho sababu au mojawapo kati ya lengo la Paulo kuandika kitabu hiki cha Wakorintho wa pili ni kuonesha huduma yenye ufanisi, kwamba huduma inayokubalika mbele za Mungu. Na anaandika kupitia dhima hii au zumuni hili kupinga ushawishi wa baadhi ya Wayahudi ambao walikuwa ni Wakristo, ambao walikuwa ni wahubiri nao na walimu, ni wahubiri au walimu ambao walikuwa wakitembea katika makanisa, hasa haya kanisa hili la Korintho. Hawa Wayahudi ambao walikuwa ni Wakristo, hawa walikuwa ni wapinzani wa Paulo. Na kitu ambacho walikuwa nakifanya, ambacho Paulo anaamua kuandika ujumbe huu kuonesha kwamba huduma hipi inakubalika mbele za Mwenyezi Mungu. Hawa wahubiri hawa walikuwa wamejenga huduma yao kwa mambo ya nje, walikuwa wamejenga huduma yao kwa mambo ya mwilini, ikiwa na maana walikuwa wamejenga huduma yao katika mambo ya nje, wakijisifia kwa vile walivyokuwa, wakijijenga zaidi katika uhodari wa kuhubiri, lakini pia muonekano wao. Kwa hiyo huduma yao ilikuwa imejengwa katika mambo ya nje kwa sababu ya uwezo wao wa kunena waliokuwa nao, lakini pia kwa sababu ya mvuto wa karama ambazo walikuwa nazo na vipawa ambavyo walikuwa navyo. Kwa hiyo kwa sababu, lakini hawa wahubiri walikuwa wanatafuta kuwapendeza wanadamu, lakini sio kumpendeza Mungu. Na hivyo Paulo anaonesha jambo hili, ya kwamba kufufuka kwa Kristo kunaonesha kwamba kibali cha Mungu ni bora kuliko kibali cha wanadamu. Kwamba kama sisi wa Kristo imetupasa kutafuta ukubali wa Mungu kuliko ukubali wa wanadamu. Maana kama tukitaka kufanya vitu ili tuonekane kwa watu, kama tukitaka kufanya vitu ili watu watusifie, tunapoteza mfano wetu ambaye ni Yesu Kristo, ambaye yeye aliepuka hizo heshima zote za kibinadamu na akavaa hali ya utumwa. Na ndio maana akawaambia hivi wanafunzi wake, ya kwamba mwana wa Adamu akuja kutumikiwa, bali alikuja kufanyeje? Kutumika. Kwamba hadhi au heshima yoyote ambayo mtu yoyote ambao ni mtumishi wa Kristo au anayemwamini Kristo, heshima ambayo unaweza kuipata ni namna ambavyo unawahudumia wanadamu wenzako. Jamii yetu inapima heshima kwa namna tofauti. Jamii yetu ya kibinadamu, ili mtu aonekane na heshima, ni mtu yule ambaye aonekane labda ana uwezo fulani wa mali, au ana uwezo fulani wa fedha, au ana jina fulani katika jamii. Lakini hapa Paulo anachoonesha ni kwamba katika Ukristo haiko hivyo. Mtu yule ambaye Mungu anamuona ni wa thamani ni yule ambaye anakuwa mtumishi wa watu, ni yule mtu ambaye anawatumikia na kuwainua wanadamu walio dhaifu, ni yule mtu ambaye anawaongoza watu kwa Kristo na sio kuongoza watu kwake yeye mwenyewe. Na hivyo hili ndilo zumuni ambalo Paulo anaandika kitabu cha Wakorintho wa pili, mojawapo kati ya zumuni. Na kwa kusema hivyo, Paulo analuhusu jambo hili. Paulo analuhusu ya kwamba mimi sijitumaini mambo ya nje. Na hivyo Paulo analuhusu jambo hili ya kwamba anatamani sasa hao watu wa kanisa la Korintho waweze kuona ya kwamba yeye huduma yake imekubaliwa na Mungu, kwa sababu amepitia nyakati ambazo amemwona Mungu akitenda. Na hivyo anapofanya kazi ya kutangaza Injili, ana uhakika ya kwamba ni Mungu aliyempa kibali, kwa sababu amemwona Mungu katika nyakati ngumu, kwa sababu amemwona Mungu akijidhihirisha wakati alipokuwa anapitia dhiki mbalimbali. Na hivyo Paulo anatoa sifa za mtumishi wa Mungu, ya kwamba mtumishi wa Mungu ni yule ambaye anaelekeza mawazo ya watu kwa Mungu na sio kwake yeye. Hawa wahubiri walipokuwa wanajisifia kwa sifa za nje,
lengo walilokuwa wanalifanya ni kuwaelekeza watu kwao, lakini si kuwaelekeza watu kwa Mungu. Na hivyo Paulo anatupatia kanuni hii ya kwamba sisi tulio watu wa Mungu hatupaswi kujisifu na kujivuna kwa vile tulivyo navyo. Maana tukifanya hivyo au tukijijengea thamani yetu kwa hivyo vitu ambavyo tulivyo navyo, ni kwamba tunawavuta watu watutazame sisi, lakini si wamtazame Kristo. Jamani, haleluya. Na jambo la pili ambalo Paulo alinionyesha na kutufundisha ya kwamba nguvu hizi tulizonazo, karama tulizonazo, vipawa tulivyonavyo, havipasi kuwa sehemu ya sisi kujiona kama tumefanikiwa sana. Lakini swali ni kwamba, je, watu wanamuona Kristo ndani yako pamoja na hivyo vipawa na uwezo ulionao? Kwamba lengo la Mungu kutupatia hivyo vipawa na karama si ya kwamba tuwavute watu usikivu wao kwetu, lakini ni kwamba Mungu aonekane kupitia hivyo vipawa na karama alizotupatia. Kwa Paulo anaenda kinyume na hawa wahubiri wa Injili, hao waliokuwa walimu wa uongo, ya kwamba haijarishi mafanikio yote tutakayoyapata hata kanisani hapa, kwamba tumejenga majumba mazuri, tumejenga nyumba ibada nzuri, kanisa zuri la kuabudia, labda matoleo yetu yamepanda, lakini swali ni kwamba, je, pamoja na hayo yote, je, kama kanisa, jamii ya watu wasioamini, je, inamuona Mungu katika huduma yetu tulionayo? Maana tunaweza tukawa na hivyo vyote, lakini Mungu asionekane katika maisha yetu, Mungu asionekane katika huduma yetu tulionayo. Na hivyo sasa Paulo anatoa uzoefu wake ya kwamba mimi huduma yangu imekubalika na Mungu kwa sababu nimemwona Mungu akitenda. Na hivyo analuhusu kuonesha watu wa Korinto, analuhusu kuonesha mateso aliyowapitia, analuhusu kuonesha dhiki alizozipitia, analuhusu kuonesha mambo magumu ambayo yalimpata, ili kuwathibitishia kwamba ni Mungu aliyenipa kibali cha kuwa mtumishi wake. Na hivyo hili linatupeleka katika kitabu hiki cha Wakorintho wa pili sura ya 1 mstari wa 3 mpaka wa 8 au mpaka wa 9. Lakini twende wa 8, mstari wa 8. Mstari wa 8 mpaka wa 10. Paulo anasema hivi: maana ndugu, hatupendi msijue habari ya dhiki ile iliyotupata katika Asia, ya kwamba tulilemewa mno kuliko nguvu zetu, hata tukakata tamaa ya kufanyeje? Ya kuishi. Naam, sisi wenyewe tulikuwa na hukumu ya mauti katika nafsi zetu, ili tusijitumainie nafsi zetu, bali tumtumaini Mungu awafufuaye wafu, aliyetuokoa sisi katika mauti kuu namna ile, tena atatuokoa, ambaye tumemtumaini kwamba atazidi kutuokoa. Hatujui ni dhiki ipi ambayo Paulo aipitia. Maana huyu Paulo amepitia ya kutosha. Yaani kati ya mitume ambao wamefanya kazi kubwa ya Injili, na matokeo yake tunayo mpaka leo, ni Paulo, ingawa hakuchaguliwa kipindi kile Yesu alipokuwa bado yugali hapa duniani. Alifanya kazi, na ndio maana kuna wakati hichi kitabu cha Wakorintho wa pili anasema kwamba na alifanya kazi kuwapita mitume wote, ila anasema kwamba si kwa nguvu zangu bali ni kwa neema. Bwana Yesu asifiwe. Na tunafahamu ya kwamba hata Agano Jipya nyaraka nyingi za mitume ni za Paulo. Kwa hiyo Paulo, hiki kitabu cha Korintho wa pili kimejaa uzoefu wake mwingi kuhusu kupeleka Injili. Na kwa sababu anataka awaambie washiriki wa kanisa la Korintho ya kwamba ni Mungu ambaye amemuidhinisha
kudumu hii injili. Na hivyo hapa anatupatia uzoefu aliopitia. Anasema, maana ndugu, hatupendi msijue habari ya dhiki ile iliyotupata katika Asia, ya kwamba tulilemewa mno kuliko nguvu zetu, hata tukakata tamaa ya kuishi. Kwamba kuna dhiki ambayo ilimpata kiasi kwamba akakata tamaa ya kufanyeje? Ya kuishi. Alafu anasema, naam, sisi wenyewe tulikuwa na hukumu ya mauti katika nafsi zetu, ili tusijitumainie nafsi zetu, bali tumtumaini Mungu awafufuaye wafu, aliyetuokoa sisi katika mauti kuu namna ile, tena atatuokoa, ambaye tumemtumaini kwamba atazidi kutuokoa. Kwamba ile ziki tulioipitia, hiyo ni ziki ambayo ilikuwa ni ziki ambayo ni nzito, na ilikuwa ni ziki ambayo tuliona kabisa hakuna tumaini lolote la kuendelea kuishi. Lakini watu wa Mungu anawaambia, nataka muweze kufahamu ya kwamba katika hii dhiki hii tulijifunza jinsi ya kumtumainia Mungu. Katika hii dhiki ambayo tulikuwa tunaipitia, ambayo kwa hakika ilizidi uwezo wetu na nguvu zetu, mpaka tukaona ya kwamba hii dhiki anaita kama hukumu ya mauti. Kwamba hii dhiki ilituelemea kiasi kwamba tukajiona kwamba tuna hukumu ya mauti, ya kwamba hakuna tumaini lolote la kuishi. Lakini anawaambia hivi, nataka niwaambie kwamba katika hii dhiki nilipata uzoefu wa kumtumainia Mungu kuliko hapo nilipokuwa mwanzo. Na anasema uzoefu huu katika mstari wa 10, ya kwamba tulimtumaini huyu Mungu awafufuaye wafu, aliyetuokoa sisi katika mauti kuu namna ile, tena atatuokoa, ambaye tumemtumaini kwamba atazidi kutuokoa. Kwamba huu uzoefu, hii dhiki ambayo tulipitia, ilitupatia uzoefu wa kumfahamu Mungu. Kwamba huyu Mungu aliyetuokoa hapo nyuma ataendelea kutuokoa. Lakini si tu ataendelea kutuokoa, bali atatuokoa hata hapo mbele tutakapopatwa na mabaya yoyote. Kwa hiyo dhiki, ingawa ilikuwa ni nzito na ni ngumu, dhiki ambayo ilipoteza matumaini ndani yao ya kuishi, lakini iliwaacha wakiwa wamemtumainia Mungu kuliko walivyokuwa wanamtumainia hapo mwanzo. Na ndio maana somo letu lasema shule ya kumtumaini Mungu, ya kwamba wanadamu tuna tabia hii, tuna tabia ya kujitumainia. Na ndio maana utaona kwamba ni mara chache sana tunapata ile shauku ya kuomba, ni kwa sababu tuna hali ile ndani yetu ya kujitumainia kwamba tunayaweza mambo yote kwa nguvu zetu wenyewe. Na ndio maana kuna vita katika kuomba, kwa sababu kwanza vita inatoka, kuna vita iliyomo ndani yetu na nyingine inayotoka nje. Inayotoka nje ni ya shetani, maana nafahamu maombi ni ushindi kwetu. Lakini vita nyingine inayotoka ndani yetu, kwa sababu ndani yetu sisi tuna ubinafsi, tunayo ile hali ya kujitumainia. Lakini Biblia hapa inatuonesha kwamba ilichukua dhiki, hukumu ya mauti, dhiki iliyokuwa na nguvu kubwa, iliyopoteza tumaini la kuishi kwa Paulo kuweza kujifunza kumtumaini Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Shule ya kumtumaini Mungu. Na hivyo Mungu anatuonesha somo hili ya kwamba kuna nyakati Mungu anatumia nyakati ngumu kuweza kutufundisha jinsi ya kumtumaini, kuweza kuondoa ile hali ya kujitumainia. Kuna wakati Mungu anatumia nyakati ngumu. Unajua, kuna watu tumewatumia nia watu, kuna watu tumetumainia uwezo tulionao, kuna watu tumetumainia karama na talanta tulizonazo, kiasi kwamba kwa watu fulani ambao wamewatumainia watu kuliko Mungu, kuna wakati nafika hao watu waliotumainia wanakuwa wana sauti kubwa kumliko Mungu. Yaani hao watu ambao tumeweka tumaini letu sana, labda wanatusaidia, labda wanatusapoti katika mambo fulani, na hivyo kwa sababu ya hiyo
kuwatumainia sisi kwetu sana kwa sababu ya wao kutusaidia. Kuna wakati wakitamka jambo lolote au wakituambia jambo lolote ambalo linapingana na maagizo ya Mungu, ni rahisi kufata kwa sababu tumewatumainia sana hao. Hatari ya kuwatumainia au kutumainia kitu kingine chochote au mtu isipokuwa Mungu ni kwamba kuna watu hapa, kuna watu katika maisha yetu, tuna watu ambao wanatuendesha. Yaani wakituambia jambo tunalifuata, ni kwa sababu tunaona ya kwamba kama tusipowatii katika hayo wanayotuambia, hatutopata kwao vile ambavyo tumezoea kuvipata kwao. Na ndio maana kuna wakati Mungu anaamua kuondoa watu fulani katika maisha yetu. Kuna wakati Mungu anaamua kusitisha misaada kutoka kwa watu hawa ambao wamekuwa kitusaidia. Ni kwa sababu anaona ya kwamba huyu mtu kuna wakati atafika atakufanya uweze kumwacha Mungu. Kuna wakati utafika atakwambia jambo ambalo kwa sababu ya wewe kumtumania yeye katika kukusaidia, kutakufanya hiyo ni rahisi kukubali hata kama ni kinyume cha Mungu. Na hivyo Mungu anatumia wakati fulani kuruhusu watu fulani waondoke katika maisha yetu ili tumtumainie yeye peke yake. Na ndio maana usilie sana unapoona kuna watu fulani uliowatumainia alafu wakaondoka katika maisha yako. Inaweza kuwa ni njia ya Mungu kukugeuza wewe kutoka kuwatumainia wao kumtumainia yeye. Shule ya kumtumaini Mungu. Na jambo la pili ambalo najifunza kutoka kwa uzoefu huu wa Paulo ni kwamba Mungu kuna wakati anaruhusu tupitie nyakati ngumu ili kutupatia uzoefu au ushuhuda wenye nguvu. Unajua ukimuita hapa kila mtu, yani tukisema kila mtu amshuhudie Mungu, hivi unaweza kukosa cha kumshuhudia Mungu? Yani mimi ukiniambia hapa, mimi naambia kuwa hai tu hivi ni ushuhuda. Si ni kweli jamani? Kuwa na afya hii ya kuongea hivi, sauti ya kutoa, nguvu ya kusimama ni ushuhuda. Lakini hizi ni shuhuda ambazo ni baraka ambayo Mungu anaitoa kwa watu wote, walio waovu na walio watu gani? Wema. Lakini kuna wakati Mungu anaruhusu nyakati fulani ngumu katika maisha yetu ili kutupatia uzoefu na shuhuda zenye nguvu. Kwa sababu shuhuda zenye nguvu zinatokaga huwa siku zote kwenye nyakati zilizokuwa ngumu. Kila mtu ukimwita hapa kushuhudia atashuhudia. Labda uweze ushindwa kutambua kwamba hivyo ulivyo ni kwa sababu ya Mungu. Labda kama hujatembea kuona watu wengine walivyo, uone hali zao. Kwa kuna wakati Mungu anaruhusu, na ndio maana hapa uzoefu ambao anao Paulo anaoshuhudia ni kwamba kupitia hii dhiki ambayo Mungu aliruhusu niipitie, nimeweza kufahamu ya kwamba Mungu huyu aliyetuokoa hapo nyuma anaendelea kutuokoa na pia atatuokoa hata hapo mbeleni. Kwamba ametoka na uzoefu ya kwamba huyu Mungu ninamtumainia, maana hapo nyuma katika hili alilonivusha, kwa kweli tumaini langu la Mungu kuniokoa limethibitika milele. Limethibitika milele kiasi kwamba aliniokoa jana, ataniokoa leo na hata kesho pia ataniokoa. Lakini funzo lingine nalojifunza kutoka uzoefu wa Paulo ni kwamba nyakati ngumu huandaa watu wa kawaida kwa ajili ya kazi kubwa au hatima kubwa katika maisha yao. Nyakati ngumu zinawaandaa watu wa kawaida, watu ambao walikuwa hawana sifa kwa ajili ya hatima zilizo kubwa. Kwamba kuna wakati Mungu anaruhusu nyakati ngumu ili katika hizo arekebishe tabia zetu, au katika hizo atufanye tuwe imara kiasi kwamba cha yeye kutukabidhi majukumu makubwa.
Kwa sababu Mungu anapotaka wakati fulani kukupata baraka fulani iliyo kubwa, anaona kwamba huyu mwanangu huyu, au anataka kukupa majukumu yaliyo makubwa, lazima akuandae. Na ndio maana tunaona hata Musa, kabla ya kuweza kupokea ile nafasi ya kuwaongoza wana wa Israeli kwenda kuwatoa, pamoja na kwamba na ile elimu ambayo akawa ameipata Misri, Mungu ilibidi kwanza ampeleke katika shule yake. Akampeleka shule yake, shule ya miaka 40 mingine, kwa ajili ya kujifunza jinsi ya kumtumaini huyu Mungu, kwa ajili ya kujifunza jinsi ya kuongoza. Ilimchukua wakati mwingine tena. Hata huyu Daudi, Mungu alipomruhusu Samueli ampake mafuta kuwa mfalme, hakuwa mfalme hapo tu, bali Mungu alimuacha Daudi kule nyikani. Na ndio maana alikuja kudhihirisha kwa sababu gani Mungu amemuacha kule nyikani, au uzoefu ule wa yeye Mungu kuruhusu akae huko nyikani na kuendelea kuchunga. Alikuja kudhihirisha pale ambapo Waisraeli walipokuwa wanatukana na nani? Na Goliati. Pindi Wafilisti kupitia shujaa wao Goliati walipokuwa wanatukana wana wa Israeli, ndipo akatokea wakati ambapo hakuna mtu yoyote ambaye anaweza kuthubutu kutoka. Ndipo anatoka pale, anasema, ni nani huyo anayemtukana Mungu wetu? Ni nani huyo? Kwanza wanajeshi wanamshangaa anayeuliza. Ni kijana kadogo, hakana mwili wowote wa kusema kwamba kataweza kupigana, maneno tu. Lakini alipokuwa anamwendea Goliati, au alipokuwa anaenda kwa Sauli kabla ya kwenda kumwendea Goliati, alimwambia kwamba naomba tu niruhusu niende, maana huyu Mungu huko nilipokuwa aliniwezesha kuweza kuwalinda kondoo dhidi ya dubu na simba wakali. Kwamba pamoja na Mungu kwamba alipokuwa ameruhusu Samueli amtie mafuta kuwa mfalme, Mungu akamruhusu akae kule Mungu alikuwa anamfundisha. Na ndio maana kuna sehemu Daudi anasema, na tukuzwe Mungu maana anaufundisha moyo wangu upigana vita. Kwamba hizo nyakati za yeye kuwa kule kuendelea kuchunga na sio kukaa katika ufalme, zilikuwa ni nyakati za Mungu kumwandaa kwa ajili ya yeye kuwa mfalme pale. Na ndio maana hakuna mfalme yoyote katika Israeli aliyekuwa na uwezo wa kivita na kushinda tofauti na Daudi. Kwa sababu kule katika nyika, mahali ambapo wazazi wake, baba yake aliona kama ni sehemu ya yeye kuwepo, sehemu ambayo labda waliona hata ndugu zake kwamba yule ni sehemu ya ukio, yani baba yake asema hii sehemu at least nimempeleka huko. Waliona kama ni sehemu ya yeye kutopewa zile stahiki ambazo ndugu zake wengine walizokuwa wanazipata. Walipoona kwamba ile ni sehemu kama ni sehemu ya kumkandamiza, lakini haikuwa sehemu ya kumkandamiza kwake, bali ilikuwa ni sehemu ya shule ya Mungu kumfundisha kuwa mfalme wa Israeli. Kwa hiyo kabla Mungu hajatukabidhi majukumu makubwa, wakati fulani kabla Mungu hajatubariki kwa baraka fulani, anaruhusu tupitie shule fulani, shule ya kumtumaini, ili ya kwamba tutakapokuwa na hizo baraka tusije tukajivuna kwamba ni kwa uwezo wetu na nguvu zetu uliotuwezesha kupata hizo baraka. Kwa hiyo anahakikisha kwamba tumekuwa katika kiwango fulani hivi, ndipo anaruhusu hizo baraka na hayo majukumu. Kwa hiyo nyakati ngumu ni sehemu ya Mungu kutufunza na kutuimarisha kwa ajili ya majukumu yanayokuja. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana wateule tunapitia mapambano makubwa. Na ndio maana unapoona kwamba unajitahidi kufuata kupiga hatua kumjia Yesu, unapitia mapambano makubwa, ni kwa sababu Ibilisi anafahamu ya kwamba kama utajikabidhi kwa huyu Mungu vizuri, Mungu atakutumia kwa namna ambayo
itamshangaza hata yeye. Anaona kabisa kwamba Mungu kuna jambo analiona kabisa ndani yako. Mungu anaona kwamba kabisa, shetani anaona kabisa Mungu kuna kitu amekipanga kwa ajili yako. Na hivyo anaamua, kwa sababu anaona kwamba kupitia wewe utakuwa mbaraka kwa ajili ya kazi ya Mungu. Na hivyo unapitia mapambano. Ni kwa sababu shetani anafahamu ya kwamba tukijikabidhi kwa Mungu tutayafanya yaliyo makubwa. Lakini kwa sababu hiyo tunapata wazo hili ambalo mhubiri anatupatia. Sura ya 7 mstari wa 14. Wazo hili ya kwamba siku ya mabaya ufurahi. Siku ni Mhubiri sura ya 7 mstari wa 14 kwamba siku ya kufanikiwa ufurahi. Mhubiri sura ya 7 mstari wa 14. Siku ya kufanikiwa ufurahi na siku ya mabaya ufanyeje? Mhubiri sura ya 7. Ukiona uko karibu na kitabu cha Zaburi, Mithali, huo karibu na hicho kitabu. Ukiona karibu na kitabu cha Wimbo Ulio Bora, upo karibu na hicho kitabu. Mhubiri sura ya 7 mstari wa 14. Inasema siku ya kufanikiwa ufanyeje? Na siku ya mabaya ufanyeje? Ufikiri. Mungu amefanya hiyo moja kwenda sambamba na hiyo ya pili, ili mwanadamu asipate kulijua neno lolote litakalofuata baada yake. Kwamba Mungu ameruhusu hivyo ili tusipate kujua neno gani litalofuata baada yake, kwamba hapo mbeleni kutakuwa na nini. Kwa sababu nimekuja kuelewa na kutambua kwamba Mungu anaweza akakuita kwenye wito fulani. Mungu anaweza akakupatia kazi fulani, lakini asikuoneshe njia utakayoipitia kuikamilisha hiyo kazi. Tunamkumbuka Yusufu. Sio hivyo? Yusufu aliota kwamba miganda yote ya ndugu zake walipokuwa wanavuna ya kwamba imemnyunyania yeye, na wakake ukafanyeje? Ukasimama. Alafu tena baadaye akaja akamwambia aliona kwamba nyota na jua vinamwinamia yote. Nyota na mwezi vinamwinamia. Na hivyo mwambie baba yake alimwambia kwa nataka kusema kwamba utatutawala. Ndugu zake walichukia. Ila baba yake, Biblia inasema akalihifadhi lile neno. Na Mungu anamuonesha Yusufu hiyo ndoto. Alafu angalia, hamuonyeshi njia atakayoipitia. Hivi unadhani kama Mungu angeturuhusu tuyajue ya mbeleni, hivi unadhani tungekubali wakati fulani hata kumtumaini? Tusingekubali. Unadhani hata kuna wakati fulani tungekubali wito ambao ametuitia? Tusingekubali. Unajua kama Yusufu angefahamu ya kwamba ili hiyo ndoto yake itimie, ni lazima apite kwenye njia ya kutaka kuliwa na ndugu zake, apite kwenye njia ya kuwa mtumwa, apite kwenye njia ya kwenda utumwani, alafu amekaa vizuri, anaenda kwa Potifa, alafu anajaribiwa vile, alafu anapelekwa tena gerezani. Kama Yusufu angetambua kwamba angepitia njia hiyo ya kutaka kuliwa na ndugu zake, ya kwenda utumwani, ya kupitia gerezani, kama ili tu ile ndoto yake, maono yale ambayo Mungu alimpa yaweze kutumia, labda angemwambia Mungu, si kuna ndugu zangu hapo kina Ruben, si uwape? yani Mungu yani kwa mfano, kwa sababu unakuta kwa mfano alikuwa pale kwa Potifa, lakini akasingiziwa kwa kesi ambayo hakuifanya kabisa. Anauzwa kwa kosa ambalo hajalitenda. Anataka kuliwa na ndugu zake kwa kosa ambalo halipo. Lakini pamoja na hivyo, anapowasaidia wale ambao walikuwa wanafanya kazi, yule mnyweshaji wa mfalme na yule mwoka mikate, anapowasaidia kutafsiri, akamsaidia yule kutafsiri ndoto waliokuwa inawasumbua. Lakini bado pia anawaambia kwamba mkienda huko mnifanyeje? Mnikumbuke, maana mimi niko humu si kwa kosa nililolitenda. Lakini anaenda kule yule mnyweshaji, maana alisema kwamba yule mwoka mikate atauliwa, na uliuliwa kweli kweli. Ila yule mnyweshaji akarudi kwenye ile nafasi yake. Lakini alimsahau miaka 2. Na ukipiga toka mwaka ambao imemchukua huyu Yusufu, ni
karibia zaidi ya miaka 13 anaitumia katika kipindi chote hicho cha mateso ili kuja kufikia hiyo hatima ambayo Mungu alimuonesha. Hivyo nadhani ungekuwa wewe ungekubali. Kwa mfano yani jitathmini kwamba ungekubali kweli. Usichukulie ize hivi ungekubali. Kwa hiyo nasema kwamba kwa Mungu anapokuwa hapa Biblia inatuambia kwamba Mungu ameifanya hivyo ili tusijue jambo litakalotokea mbele, ni kwa sababu kama angetuonesha kuna baadhi ya majukumu tungeyakataa. Yusufu angeweza kumwambia Mungu, umpe tu. Mpe ndugu yangu hapo moja, maana siwezi mimi nikatipitia hii, maana kwanza mimi ninakucha wewe alafu napitia mashida haya. Yaani sija tena. Maana tunaona kwamba katika vipindi vyote Yusufu hakutenda jambo lolote ambalo lilikuwa kinyume cha Mungu katika miaka yote hiyo aliyokuwa. Miaka ya mateso. Kwa ngesema yani Mungu ninaona kabisa kwamba umenionyesha kwamba katika yote hayo nitaendelea kuwa mwaminifu. Lakini bado pamoja na kuwa mwaminifu unanipitisha kwenye hizo nyakati ngumu. Akamwambia Mungu wewe mpe tu Ruben hapo. Au ndugu yangu mwingine, maana tuko wengi. Wewe chagua mwingine hapo ufanyeje? Umpe. Lakini tuna Paulo pia. Huyu Paulo kitabu cha Matendo sura ya 16. Matendo ya Mitume sura ya 16. Huyu ndugu yetu Paulo huyu. Mstari kuanzia wa 6. Kuna habari pale ambayo ipo. Matendo sura ya 16 mstari wa 6. Yes, kuanzia mstari wa 6 pale. Biblia inatuambia ya kwamba wakapita katika nchi ya Frigia na Galatia, wakikatazwa na Roho Mtakatifu wasihubiri lile neno katika Asia. Walipofika kukabili Misia, wakajaribu kuenda Bithinia, lakini Roho wa Yesu hakuwapa nini? Ruhusa. Mstari wa 8, wakapita Misia wakateremkia Troa. Mstari wa 9, Paulo akatokewa na maono usiku. Alimwona mtu wa Makedonia amesimama akimsihi na kumwambia, vuka uje Makedonia utufanyeje? Utusaidie. Walipopata hayo maono wakaamua kubadilisha, wakaamua waende huko Makedonia. Na walipofika kule Makedonia, nifanye habari kuwa fupi, ni kwamba wakakutana na mwanamke mmoja ambaye alikuwa ana pepo wa uaguzi, ambaye alikuwa anawapatia faida bwana wake. Na walipokuwa wanaenda kusali, alikuwa akiwapigia kelele akisema, hawa ni watumishi wa Mungu, wanamtangaza Mungu wa kweli. Sasa ile jambo likamkasirisha sana Petro na mwenzake, na Paulo na mwenzake. Kwa hiyo akamkemea yule pepo aliyekuwa ndani yake, pepo wa uaguzi, akamtoka. Na wale ambao walikuwa ni bwana zake walipoona kwamba pepo wa uaguzi ametoka, maana ilikuwa ni sehemu ya wao kujiingizia kipato, wakawachukua wakawapeleka mbele, wakawachapa. Biblia mstari wa 23 pale ukienda anasema, na walipokwisha kuwapiga mapigo mengi wakawatupa wapi? Gerezani. Wakamwamuru mlinzi wa gereza awalinde sana. Na hapa alichapa viboko. Na alichapa viboko, ukisoma hapo juu, walimchapa, waliwavua nguo alafu wakawachapa viboko. Na niyo maana ukikuja kwenye kitabu hichi cha Wakorintho wa pili utapata na hiyo habari akisema kwamba wao wanajiita mitume, mimi ni zaidi yao. Na alichapa viboko kasoro 40 kasoro cha nini? Cha Wayahudi. Vile viboko ambavyo walikuwa wanavizungumzia kwenye Wakorintho wa pili, ndio hivi hapa alivipata. Lakini angalia, pamoja na hivyo wanapitia yote, lakini kumbuka aliyewaambia waende kule ni nani? Roho wa Mungu. Kwa hiyo naye mstari wa 24, naye kisha kupata amri akawatupa katika chumba cha ndani, akawafunga miguu kwa mkatari. Lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kusifu, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza.
Ghafla pakawa tetemeko kula nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika, na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vya wote vikafanyeje? Vikalegezwa. Mstari wa 26 huo. 27 anasema yule mlinzi wa gereza akaamka, naye alipoona ya kuwa milango ya gereza imefunguka, alifuta upanga akataka kujiua, akidhani ya kuwa wafungwa wamefanyeje? Wamekimbia. Ila Paulo akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, usijidhuru, kwa maana sisi sote tupo hapa. Akataka taa ziletwe, akarukia ndani akitetemeka kwa hofu, akawaangukia Paulo na Sila. Kisha akawaleta nje akasema, bwana zangu, yanipasa nini? Yanipasa nifanye nini nipate kufanyeje? Kuokoka. Wakamwambia, mwamini Bwana Yesu nawe utaokoka pamoja na nyumba yako. Na wakaenda naye nyumbani. Na Biblia inatuambia akawakaribisha saa ile. Alipokaribisha saa ile ya usiku, akaosha mapigo yao, kisha akabatizwa yeye na watu wake wote wakati huo huo. Na hapo wakatoka Makedonia. Kumbe Roho wa Mungu alipoambiwa waje, walipoonyeshwa maono wa kwamba kuna mtu anasimama kule Makedonia anasema, vukeni mje nifanyeje? Mtusaidie. Huo wito wa kwenda kupeleka injili kule, kumbe ulikuwa una hali za mateso ndani yake, kwamba mpaka wafike kwenda kwenye nyumba ya huyo mtu, labda maybe aliyekuwa anawaita alikuwa ni huyo wa gerezani, huyo afisa, huyo mkuu wa gereza. Lakini mpaka wenyewe wafike pale, inabidi wachapo viboko wakiwa uchi, watupwe gerezani mpaka wafike hapo. Hivi unadhani Roho alipomwonyesha maono afa akamwambia Paulo, akamwambia ukifika kule utachapwa viboko uchi, viboko 39, alafu utatupwa gerezani, alafu yule ambaye anawaita bude kamsaidie ndio huyo hapo ambaye yuko gerezani. Kwa hiyo mpaka umfika pale gerezani mpitie viboko na kupigwa. Hivyo nadhani Paulo, yani nazungumza tu kwa neno ya kibinadamu, kwa udhaifu hata na yeye alionao. Yeye nadhani angekubali, angeweza kukubali. Akisema si Mungu, si kuna makanisa mengine hapo Efeso, kuna Wakorinto hapo kuna Laodikia hapo, si nitume tu huko kwani mpaka huyo aongoke ni lazima mimi nipitie mateso haya? Si Mungu tu, kuna makanisa hapo wengi, kuna watu wengi hawajaamini, si nitume tu huko. Lakini Mungu hakuambia. Lakini hawa walipokuwa wanayapitia hayo, walibadilisha mtazamo wao, wakamsifu Mungu. Na walipomsifu Mungu wakati huo wa magumu, wakati huo wakiwa gerezani, ndipo ambapo walifungua njia ya Mungu kutimiza kusudi lake kwa ajili ya yule mkuu wa gereza kuokolewa. Na ndio hapa inatupatia wazo ya kwamba, je, ninapopitia nyakati ngumu nitikie vipi hizo nyakati? Na ndio maana ukisoma vizuri kitabu cha Yakobo sura ya 1 mstari wa 2 mpaka wa 4, anayasema maneno haya ya kwamba, ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali, mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Saburi na iwe na kazi kamilifu, mpate kuwa wakamilifu na watimilifu bila kupungukiwa na neno. Alafu Wathesalonike wa kwanza sura ya 3 mstari wa 3 inatuambia, mtu asifadhaishwe na dhiki hizi, maana ninyi wenyewe mnajua kuwa twawekewa hizo. Lakini Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 16 anasema, kwa hiyo atulegei, bali ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Maana dhiki yetu nyepesi iliyo ya muda wa kitambo tu yatufanyia utukufu wa milele uzidio kuwa mwingi sana. Lakini Warumi sura ya 5 mstari wa 3 mpaka wa 5 anasema, wala si hivyo tu, ila namfurahi katika dhiki pia, mkijua kwa dhiki kazi yake ni kuleta saburi,
Na kazi ya saburi ni uthabiti wa moyo, na kazi ya uthabiti wa moyo ni tumaini, na tumaini halitayarishi, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Mafungu haya yote yanasema kwamba mnapopitia katika majaribu, furahini. Maana kama Mungu ameruhusu hayo majaribu, kuna sababu na kusudi ambalo anataka kulitimiza ndani yenu. Kwa hiyo hawa Paulo na Sila walipoelewa hilo, wakaamua kumsifu Mungu. Na kwa sababu yao walivyomsifu Mungu, ndipo Mungu akaonesha ya kwamba huyu ambaye alikuwa anawaita ni huyu hapa. Walipobadilisha namna yao, mtazamo wao, walipokuwa wanapitia majaribu. Unajua sababu inayotufanya kwenye majaribu yanapokuwa yanatupitia, kwa nini Wakristo wengi wanapopitia majaribu au dhiki za maisha haya, kwa nini wengi wanamwacha Mungu? Kwa nini wengi wanaliacha kanisa? Kwa nini wengi wanarudi nyuma kiimani? Ni kwa sababu wanaitikia vibaya wanapopitia hizo dhiki na majaribu, kwamba wanalalamika. Na kwa sababu ya kulalamika kwetu, tunapoteza lile kusudia ambalo Mungu alikuwa amelidhumunia kupitia hiyo dhiki. Kwamba alipoona, akaona hii dhiki, akasema hii, na ndio maana hapa anatuambia kwamba furahini, maana hiyo dhiki kazi yake ni kuleta saburi. Hiyo dhiki kazi yake anasema ni kuleta uthabiti wa moyo, na uthabiti wa moyo ni kuleta tumaini. Kwamba kumbe Mungu anapoona hiyo akairuhusu hiyo dhiki, ni kwa sababu anaona hii dhiki ndani yake kuna kusudio. Ni kweli inaweza kukuumiza, lakini kama utaipinga kwa ushujaa, kuna faida. Maana anaona humtumaini. Kwa umetumainia vitu, tumeona umetumainia vitu fulani, umetumainia watu fulani. Kwa hili kukuleta umtumainie. Maana ukiwatumainia hayo, ukitumainia hivyo vitu, siku vikiondoka, vitaondoka na wewe. Hujawahi kuona watu wameachwa afu wanajinyonga? Ni kwa sababu gani? Thamani yake alijenga kwa huyo mtu. Hujawahi kuona watoto wao wanafalika ambao walikuwa wanawasaidia alafu wanalia, yani analia. Sawa, kulia ina shida, maana ni huzuni alie. Lakini kuna watu kabisa anapoteza tumaini kabisa, anasema jamani, mimi sijui maisha yangu atakuwaje. Yani kabisa, yani hata mumfariji kwa neno la Mungu hafarijiki. Yani hata mwambie hafarijiki. Ni kwa sababu gani? Halitumainia hapo. Kwa hiyo kama tutaitikia vizuri hizi dhiki ambazo Mungu anakuta akatupigia na ziruhusu, tutatoka tukiwa tumekuwa zaidi kiroho na sio kushuka. Hatutomwacha, maana Mungu anaporuhusu ni kwa sababu kuna kusudi. Na ndio maana tunasema jaribio lolote likipingwa au dhiki yoyote ikipingwa kwa imani, ina faida kiroho. Lakini kwa sababu gani majaribu yanayotupata na dhiki yanayotupata zinawaacha watu ndo wanakuwa, badala wawe juu kiimani, zinawaacha wakiwa chini? Ni kwa sababu wanapokuwa katika hayo majaribu, wanashindwa kufahamu jinsi ya kuitikia. Wanamlaumu Mungu, wanalaumu tu, lakini hawashukuru na kusema Mungu, ninashukuru kwa kuwa umeruhusu, ni maana ninajua kuna sababu ya wewe kuruhusu. Hawa Paulo na Sila walifahamu hilo, wakaamua kumsifu Mungu. Na Mungu alichofanya, akatikisa vizingiti vya nchi, milango ya gereza ikafunguka, vifungo vikachia, na wakaenda kwa yule ambaye alikuwa amewafunga. Akaenda kwenye familia yake, akamwambia nifanyeje ili niweze kuokoka? Maana huyu Mungu wenu nimeweza mtambua vizuri. Maana kama ni Mungu ambaye kwanza aliwaruhusu mfunge, lakini katika haya ameamua kudhihirisha hili, natamani nimjue huyu Mungu, nifanyeje ili niweze kuokoka? Natambua huyu sio Myahudi, huyu ni Mrumi. Kwa hiyo kumbe kuna wakati Mungu anaruhusu nyakati ngumu hili tupate shuhuda. Watu wakituona tunatembea, tunamsifu Mungu, tunaendelea kuwa na imani naye hata kama nyakati hizi ni ngumu. Kuna watu wengine hawataongoka kwa sababu ya kuhubiriwa. Kuna watu wengine wataongoka kwa sababu watakavyoona vile ambavyo tumestahimili majaribu na dhiki.
na bado tukiendelea kuwa imara, watasema ninamtamani huyu Mungu ambaye anawaimarisha, na mimi nataka nimfahamu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sio watu wote wataongoka kwa mahubiri. Kuna watu wengine wanaongoka kwa sababu ya miujiza. Kwani huyu hapa aliongoka kwa kuhubiriwa? Huyu mkuu wa gereza jamani, aliongoka kwa miujiza, ile tendo la muujiza la Mungu alilolifanya kuwafungua. Kwa kuna watu wengine wataongoka kwa miujiza. Watu wengine wataongoka kwa shuhuda zetu tulizonazo. Watu wengine wataongoka kwa vile ambavyo tutakapostahimili majaribu na tukatoka tukiwa washindi. Wataongoka kwa hivyo. Mungu atusaidie sana. Ndugu, Paulo anasema wala sivyo tu, ila namfurahi katika dhiki pia, mkijua kuwa dhiki kazi yake ni kuleta saburi. Na kazi ya saburi ni uthabiti wa moyo, na kazi ya uthabiti wa moyo ni tumaini. Shule ya kumtumainia Mungu. Kuna wakati Mungu ili atufunze kutumainia ataruhusu hali kama hizo. Usipaniki. Tulia. Mwambie Mungu, nataka nijifunze nini katika hili? Na utaona kile alichokisudia wewe utoke nacho na ujifunze katika hiyo dhiki na katika hiyo jaribu. Ikiwa ni shauku yako ya kwamba Mungu, naomba unisaidie, unimarishe wakati hizi dhiki zitakapokuja, utakapojaribiwa, majaribu mengine kuacha kuwa mbali na wewe, naomba unisaidie niweze kusimama na kuitikia vema katika hizo nyakati ngumu. Ikiwa ni shauku yako, simama tunapoenda kuimba wimbo namba 155. Na ikiwa ni shauku yako, unaweza kusogea mbele kwamba Bwana, naomba unisaidie, uniimarishe. Kuna wakati ninafika ninalaumu sana, nimekuwa kulaumu, lakini Mungu natamani unifundishe jinsi ya kuitikia majaribu na dhiki ambazo nakumbana nazo. Kama ni shauku yako, sogea hapa. Njiani uniongoza, Yesu wangu Mwokozi, rehema hatapunguza, milele kiongozi, inara kuandamana dunia ni daima, nijapo sumbuka sana, yeye utenda vema. Nijapo sumbuka sana, yeye utenda vema. Njiani uniongoza, upunguza matata, nikiugua upoza, na njaani na shiba, lichokapo gurangu, nguvu zikapungua, jiwe lilo mbele yangu unibubujikia, jiwe lilo mbele yangu unibubujikia. Njiani uniongoza, kwa pendo zilizokuu, mwisho atanituliza, kwake Baba yangu juu, nikivikwa kutokufa, nikae na Mwokozi, nitamsifu sana sifa, kweli ni kiongozi, nitamsifu sana sifa.
Basi tupige magoti tuombe. Baba yetu na rafiki mpendwa, tunakushukuru kwa namna ya pekee jioni ya leo kuruhusu watumishi wako kufika katika hii nyumba ya sala. Jina lako litukuzwe sana. Baba, tunasema asante, tunakutukuza na kukushukuru. Lengo na kusudi katika maisha yetu, watu wako wakaokolewe. Jina lako litukuzwe sana. Ndio maana jioni ya leo mtumishi wako mchungaji ametuelekeza katika maandiko yanayotuelekeza wakati mwingine unaporuhusu kupitia katika changamoto za ulimwengu huu, Yesu unakusudi na sisi. Tunachoomba na kusihi, katufundishe na kutufahamisha kwamba tunapopitia katika changamoto, inawezekana katika magonjwa, katika uchumi, wakati mwingine katika ndoo, wakati mwingine katika magonjwa, lengo na kusudi ni kwamba Yesu tunatengenezwa. Tunachoomba, tunakusihi, tunapopitia katika changamoto hizi, katupatie uvumilivu. Lakini uvumilivu huu utukuelekeze kuendelea kukutegemea na kutumainia wewe. Kwa sababu tutakapokuwa tumekutegemea na kutumainia wewe, maana yake kwamba ushindi ni wa hakika. Endelea kutusaidia mmoja mmoja, imani yetu iendelee kujengeka juu yako, na imani yetu iendelee kujengeka juu ya neno lako. Jioni ya leo watumishi wako hawa, Yesu endelea kuwabariki na kuwatunza kwa namna ya pekee sana. Kupitia masomo haya tukafanye matengenezo, na maisha yetu yaliyobaki yote Yesu yakakuelekee wewe, na zaidi sana ukatuandae kwa ajili ya uzima wa milele. Mchungaji tunamweka mikononi mwako. Endelea kumbariki na kumtunza kwa namna ya pekee sana. Kampatia afya njema, na zaidi Yesu unapompatia afya njema, kamtengeneze kwa namna ya pekee ili adumu kukutegemea wewe. Kwa sababu pasipo wewe sisi si chochote. Pasipo wewe sisi hatuwezi kufanya jambo lolote. Baba yetu na Mungu mwema, tunakushukuru kwa sababu natamani tuokolewe. Endelea kututengeneza kwa namna ya pekee sana. Jioni njema tunapohitaji kuondoka sasa kurudi majumbani, tembea pamoja nasi. Lakini watumishi wako hawa mbele yetu tunalo boksi. Baba yetu na Mungu mwema, wameleta haja zao. Tunachoomba na ukusihi, ndani ya siku hizi 3 kajibu sawa sawa na mapenzi yako. Ndivyo tunavyoomba na kushukuru kupitia jina la Yesu Kristo. Amina.